haipo tayari, tuelekee kaunti namba 23 ambapo mchakato wa kupokea maoni kuhusu uuzaji wa 15% ya hisa za serikali katika kampuni ya Safaricom umevutia hisia mseto. Katika mikutano uliofanyika kaunti za Samburu na Kajiado, wananchi wameelezea hofu yao kuwa mpango huo ulikuwa na nia fiche. Wananchi waliofika katika ukumbi wa mikutano wa chuo wa Nwai Chamaral kaunti ya Samburu walikuwa na hisia mseto kuhusu mpango wa serikali wa kuuza 15% ya hisa zake katika kampuni ya Safaricom kwa kampuni ya Afrika Kusini ya Vodacom. Wakazi hao wakitilia shaka mpango huo, haswa uwezekano wa mapato yatakayopatikana kuporwa. What else are we going to sell in future to fund government projects if every day we are selling government assets? Then number 4, has the government explored all other possible funding mechanisms so that this is the only option to fund the project? Ningeomba ya kwamba kabla tupitishe uzaji wa share hizi, kuna watu ambao walikula pesa ya NYS, kuna watu walikula ya Eurobond, kuna watu tunajua ya kwamba saizi wanajulikana na corruption. Kabla tuwakubalishe kuuza hizi shares, tafadhali ambia serikali iweze kufunga wale waliokula pesa ya wananchi. We are just days to the election. Na tunajua vile Wakenya wako. Hiyo ni kawaida. Hii pesa inaweza patikana na ikuwe ndio itapiga kampeni ya 2027. Sasa sisi kama mwananchi tutabaki wapi? Katika kaunti ya Kajiado, wakazi waliunga mkono mpango huo. Hiyo Safaricom iuzwe ndio sisi wananchi wa Kenya mzima tuwe tupate barabara, tupate maji, tupate hospitali na tuache kukopa deni ya kila siku kwa sababu deni inaumiza kila mtu. This is part of raising resources for infrastructure so that our country do not go and kneel down and beg IMF, World Bank and other institutions to ask for money to develop their country. Serikali inalenga kufadhili miradi muhimu kupitia uuzaji sera hizo. Hivi sasa vile hii nchi yetu iko, hatuna nafasi ya kuboro. Hakuna nafasi ya kuboro kwa sababu public debt yetu imekuwa, deni ya kitaifa imekuwa kubwa sana. Ya kufundraise for purposes ya infrastructural development, badala ya kwenda kuboro kutoka China mapali pengine, serikali ikasema tuko na shares yetu hapa hivi ya pesa. Kwa hivyo sisi tumewaletea haya mapendekezo kama yalivyo. Sio kwamba tunasema sisi ni hivyo tumesema. Sisi mawazo yetu tutayatoa baada ya nyinyi mkitupatia mawazo yenu pale bungeni. Serikali inalenga kupata shilingi bilioni 204 kupitia uuzaji wa hisa hizo. Wakati ukusanyaji maoni unapoendelea, kikubwa kinachozidi kutawala ndimi za wengi na kujitokeza ni kuwekwa kwenye mizani utendakazi na uwajibikaji wa serikali endapo itawajibikia fedha hizo, hisa hizo zitakapouzwa. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, Gatuzi.